Rise Again Missions tumerudi tena kwenye hii demo ambayo tuko nayo na Sister Miriam, na hata hatutawachukulia muda, tutamruhusu tu aingie kwenye demo aendelee kutuelezea yale mambo ako nayo. Na ndio huyu Miriam sasa. Nataka sasa tuanze na yeye atuelezee ile mambo. Tunaona tuko mahali mzuri tu, tumetulia. Na Miriam, karibu. Asante sana. Tumerudi tena na sasa ile vitu yenye tunataka kuwafundisha siku ya tena ni mambo ya kutengeneza disinfectant. Tuko na two types of disinfectant. Moja ni ile ya outdoor disinfectant yenye tunatumia nje ya nyumba kwa sababu ya harufu yake baya na harufu yake ni kali. Na tuko na disinfectant yenye tunatumia kwa nyumba. Ya kuosha. Sasa nataka tu uelezee dada Miriam, uelezee kidogo tu polepole tu taratibu, disinfectant hiyo ya nje huwa inafanya kazi gani? Disinfectant ya nje tunatumia kuosha pit latrines siko huko nje. Tunatumia kutengeneza kama ni kwa kuku. For disinfectant, unaweka pale kwa mlango na maji na kalaya, ama unatengeneza hiyo kating, unaweka pale nje na unamwaga hapo kwa kalaya. Mtu anafanya ile kitu tunaita foot dip. Okay, wacha ni tuipate vizuri. Kwa hiyo disinfectant umesema ya kwamba ndio unaosha nayo choo za nje. Unamwaga juu, si ya kuweka ndani. Ni ya kumwaga juu, ni ya kuosha choo cha nje, si ndio? Alafu kisha baadaye umesema unaweka aidha karai pale ukigia nyumba ya kuku. Ili unaigiza mguu ukiwa na gumboots. Unaigiza mguu ndio uingie ndani. Kusudi lake unaweza kutuelezea ni nini umuhimu wa kufanya hivyo? Ni kwa sababu wakati mtu anatembea na huku nje unaokota germs mingi na magonjwa mingi ni unaweza kupeleka kwa kuku. Kwa hivyo una foot dip pale ndio ukijia kule hutapeleka germs. Na hizo gumboots huwa tunaziwacha pale kwa kuku. Kuna tena pahali penye iko na stagnant water. Pahali pale ndio mosquito sana ina breed. Na sasa tunaenda tunamwaga hapo kwa hiyo maji yenye inasimama hapo. Sasa zingine ni kwa mitaro yenye inapeleka maji. Tunaenda tunamwaga pale kuwa yale mayai ya mosquito. Kwa hivyo breeding yake itakuwa minimized. Hiyo ndio kazi ya hii disinfectant ya nje. Inaitwa outdoor disinfectant. Okay, sasa nataka unajua sasa watazamaji wanataka kuelewa vizuri. Na nimesikia ukisema ni sehemu tatu ya kutumia hiyo outdoor disinfectant. Ukasema hiyo ya kuosha choo au vyoo. Ukasema pia hiyo ya kuigiza miguu, kutubukiza miguu kwa karai. Yani unaimwaga kwa karai, alafu mtu anachukua gumboots. Hizo gumboots zinakuwa hapo kwa mlango wa kuingia kwa kuku. Alafu sasa ndio unaigiza ndio uwe virusi, uwe bakteria, uwe germs zote zile zinaweza kuingia kwa kuku zikawaue. Si ndio Yes. Alafu sasa umesema ya kwamba mahali popote pamesimama maji, mahali ambapo mbu wanaweza kuwa wanakulia pale ama wanazalisha pale, wanazalishana pale, unamwaga juu sasa uwe ile mayai na uwe ile mosquito wasizalishane pale. Umesema hivyo? Yes. Okay. Tuendelee. Sasa ndio nilikuwa nataka kudemonstrate kidogo, kuonyesha kuitengeneza, unaweza kutengeneza ya kwako nyumbani na kutumia huko tumesema. Na wale vijana na wale wamama na wafundisha kutengeneza hiyo, wanaweza kuuza kwa mashule, wanaweza kuuza kwingineko kwenye watu wanatumia. Sio wote wataweza kujitengenezea, lakini wewe ukishika hii na uitengeneze, you can also use it to make money. Na tumeiita outdoors
disinfectant. Okay. Ndio nataka kuonyesha vile unaweza kutengeneza kidogo. Kabla hujaendelea, nataka wapate vizuri ya kwamba umesema mtu, kwa sababu kusudi lenu ni watu wafanye biashara, sio? Wapate pesa, si ndio? Yes. Kwa hiyo umesema ya kwamba wakitengeneza wanaweza kwenda kuuza kwa mashule, wataenda wapate order ya shule, na mtu anaweza kuuza huko. Wapi kwingine anaweza uza? Hospitali. Pahali popote penye wako na mkusanyo wao, kuna watu wengi. Kuna mpaka prison. Ni watu ni wengi. Unaweza kuwauzia kwa jams kwa ile show. Sababu pahali kwa watu wengi wanakuwa na show ile ya huko nje. Kwa hivyo sasa sana wanaitumia kuosha ile macho sana. So mtu ni kwenda anaenda hapo anatafuta order au mnatafutia mtu order? Sasa sisi kazi yetu ni kupea maarifa tu. Alafu then wewe unaenda kujitafutia. Unaenda unatumia ulimi yako unajiongelesha. Good. Sasa unapewa order. Ni kumpatia tu, unampatia idea anaweza kuuza mahali fulani fulani. Yes. Okay. We don't do marketing for anybody. For anybody. You don't do marketing for anybody, but you can advise. Kama vile umewaambia wanaweza enda order shuleni, mashuleni, hospitali, kama prison, pahali kuna watu wengi, hata kwa maplot. Unaweza kuwauzia waoshe ile macho yao. Unaenda kwa landlord. Unamuuzia ndio hiyo kiosha nini? Huko plot. Na sawa, tumepata hiyo. Sasa endelea. Thank you. Sasa ndio nataka kuonyesha vile tunaifanya. Hii outdoor tunatumia vifaa vitatu. Moja ni hii industrial salt. Inaitwa industrial salt. Na hii naye tunapima kwa kutengeneza hii 5 liters tunatumia 200 grams. 200 grams. Na ndio sasa hii tunakuja kuipima. Tunakuja kuipima. Hiyo ni mizani. Hiyo sasa. Ndio hii. Sasa unaiseti vizuri. Na unaangalia vile imekaa. Unaweka chumvi yako. Ndio upime 200 grams. 200 grams. Okay. Ndio hiyo imefika 200 grams. Imekuonyesha 200 grams. Unamimina, unaweka kwa hii kitu yako ya kukorogea. So weka, tunakorogea kwa kitu cha plastic. Unarudi unachukua the second one. Inaitwa Unga roll. Hii pia ni 200 grams. Hii imepimwa. Unamimina pale. Na ile kitu yenye ningetaka kusema, we always use, kila wakati tunatumia wooden material na plastic materials. Hatutumii anything stainless, anything metal or even glasses we don't use. We use plastic or glass. No, we use plastic and wood. Always remember that. Plastiki na mti, mbao. Hizo ndio tunatumia. Kwa sababu hiyo sasa unaweka hapo ni Unga roll. Hii inaitwa Unga roll. Unaiweka kwa hiyo industrial salt. Na industrial salt. Unaweka hapo. Alafu unaikoroga ikiwa vile hata kama tuonyeshe Dani, inamisha padi hii yangu. Hata kabla hujaweka inamisha padi hii, inamisha kabisa. Ili waone. Sasa mtazamaji unaona tu hajaikoroga, acha tuone vile ataikoroga itakuwa. Tunakoroga kwanza. Koroga tu haraka. Unga roll inakuwa kama mafuta na chumvi inaipiga. Mpaka inakuwa ya ikiongeze kushikana na maji. Kwa sababu nia yetu ni kukoroga iwe liquid. Sasa tunaikoroga na chumvi mpaka chumvi ipige ile mafuta iwe nyororo. Tunapoongeza maji inakuwa
inashika maji, inashikana na maji, inakuwa a good solution. Yes. Unapoendelea kukoroga na ukoroge tu haraka, utakuwa unaelezea hawa ya kwamba kama ni rahisi kuikoroga ama ni kitu gumu. Sasa hii ni kitu, ni mafuta. Na saa yote ukikoroga kitu mafuta unajua inakuwa stable na bitter. Kwa hivyo sio rahisi sana, isipokuwa naye chumvi inagogaga ile mafuta. Chumvi inafanya nini? Inafanya hii mafuta iwe rahisi. Iwe rahisi. Na ndio tumetumia chumvi. Oh, so inailainisha haraka. Inakuwa laini. Haraka. So haichukui muda. Haichukui muda. Sasa lakini ukiwa na mingi, ukiwa na mingi unatumia kitu kubwa. Tukoroge tu haraka tu. Haya. Sasa hiyo imeshakorogeka. Oh, hebu tuione, inamisha. Na ndio inakaa. Inamisha hivi. Hebu jaribu kuinamisha hivi. Kunionyesha kwa kamera. Ndio hiyo. Umeiona? Hebu itoe na mwiko hivi kidogo. Sasa hiyo ndio hiyo sasa. Sasa ni ugaro na chumvi. Ugaro na chumvi. Sawa. Sasa pale unamimina maji. Kidogo unaweza kuweka lita moja mpaka uone hiyo solution imekuwa a nice solution. So tunatayarisha for 5 liters. Tunatayarisha 5 liters. That is why we have 200 grams of industrial salt, and then we have 200 grams of ugarol. Okay. Unakoroga. Unaanza na hiyo inahitaji maji kiasi gani? 5 liters. 5 liters water. Hiyo nimeshaweka lita moja. Hiyo maji uko nayo hapo ni 5 liters. 5 liters. Okay. So unaenda ukiweka polepole. Unaenda ukiweka polepole ukikoroga. Ukikoroga. Ndio ile ishikane. Na ile kitu iko na mafuta. Ipate kufanya nini? Kushikana na maji. Mpaka ukoroge mpaka idissolve. Fanya hivyo sasa. Idissolve kwa maji. Tunafanya hivyo sasa, mtazamaji. Anaikoroga. Hatukuwa tumeikoroga awali, tungekuwa tumeikoroga ndio tusichukue muda sana. Sasa imeshakuwa. Anatuambia ishakuwa sasa. Tumeweka lita 3. So it doesn't take long. Haichukui muda sana. Lita 4. Okay. Almost. Lita 5 ndio hiyo. Unaiona mtazamaji? Hiyo ni lita 5 ameweka hapo. 200 grams of industrial salt. 200 grams of ugarol. Unaita ugarol? Ugarol. Okay. Sasa tukiangalia hii iko sawa. Can you ichukue na nini na kijiko kile ulikuwa nacho ukifanya kama vile uji inafanywa, tuione sasa. Ndio hiyo iko hivyo. Iko hivyo yote sasa iko hivyo. Okay. Inapofika inatoa foam, inatoa kama sabuni hivi. Ile ungaro ni sabuni ndio inatoa foam. Sasa na ile industrial salt inasaidia kuipreserve na inasaidia kugonga ile mafuta. Okay. Lakini ile ugaro ndio inatoa hii foam. Okay. From there tunanunua ile kero. Yes. Yenye tunanunua kwa Agrovet. Ile iko na mkembe. It's a disinfectant. Unanunua, kumbuka hii ni ile homemade. Hiyo inatengenezwa kwa industry. Sasa hii ni homemade. Ile unatengeneza kwako ya kutumia kwako na pia ya biashara ya hawa wanabiashara wadogo. Kwa hivyo sasa unachukua ile kero 200 ml pia. Unachukua hiyo unachukua outdoor disinfectant. Si ndio? Ni kero yenyewe. Kero yenyewe unatengeneza outdoor disinfectant. Mimi ndio natengeneza outdoor disinfectant. Sasa ile kitu yenye inakusaidia iwe disinfectant ni the kero yenyewe ya ile kampuni. Okay. Sasa tuendelee. Sasa unafanya nini? Unamimina hapa. Unamimina kwa hii. Okay. Hiyo sasa ndio kero. Sasa ukimimina kwa ile quantity yake ni gani hiyo umeweka? 200 ml. 200 ml. Kila kitu ni 200. Okay. Unapomimina pale unatoka na hiyo solution ya outdoor disinfectant.
Unakoroga ichanganyike mpaka ishaganyike. Ikoroge sasa. Na kwa hiyo kero ukiweka hata hiyo foam ya sabuni inaisha. Itakuja kuisha. Itaseto yote. And then baada sasa hii imeshaganyikana na imekuwa disinfectant yetu iko ready na ndio hiyo na ndio hiyo. Okay, then what you do, yes, you from there is just packing. You pack. Can we see how you do it? Desired packages. Okay, so you may not that packing sio ati ni lazima uwe nakaa hiyo. Nakaa nini? Kama hiyo umeshika. Can you have another type of a package material kama chupa? Unakuwa na chupa, it depends. Kama unataka nyingi ya 20 liters unaweka kwa ile mtungi wa 20 liters, 5 liters, yes. Unachukua kibuyu ya 5 liters. Okay. It's according to the desired packages. Yes. Ile unataka. Okay. Lakini tuione kwa chupa. Tunaweka tuione tu vile iko. Okay. Ile disinfectant yetu iko. Na ina smell. Na smell kwa sababu ya ile kero ile. So I think sasa tumeiona hapo. Tukaiona vile imekuwa na najua mtazamaji ameiona. Unaifunika hivyo, we preserve it and then so that we are appreciating it, but tunataka ndio tuingie kwa the next demonstration. That is the outdoor disinfectant, yeah. That is the outdoor disinfectant. Yes. And now we appreciate you. And we want to move to the next demonstration. Thank you. Because you are performing them together. Uchukue hiyo demo ingine tuendelee. Ili sasa tuweze kujua hii demo inaendelea namna gani. Hebu arrange your next demonstration tuendelee nayo. Yes. Tuseme ya kwamba demonstration yetu imeendelea vizuri. Tumeona tumepewa outdoor demonstration na tumeambiwa tukue na kero ya 200 ml, tuwe na industrial salt 200 grams, tuwe na uga roll ya 200 grams. Zote tunazichanganya hapa hivi na tunakuwa na outdoor disinfectant. Another important thing to note ni kwamba hiyo outdoor disinfectant tunaosha nayo choo pit latrines, tunaenda tunaosha nayo. Alafu tunaosha nayo tunaweka kwenye nini tena? Tunaweka kwa pale ukiingia kwa kuku ama tunaweka kwa ng'ombe kweli? Kwa zero grazing. Ukiingia pale for foot deep, tunaweka kwa zero grazing. Tukitaka kuua na ng'ombe hivi tunaweka ama vitu vingine mifugo hivi, foot deep pale tunamwaga. Na pia pahali kuna stagnant water na watu wanasuguliwa na mbu hivi, tunaweka pia ili sasa tuweze kuwa na mahali pako safi. Na hiyo yote ni mambo mzuri. Kwa hiyo sasa tumeambiwa pia we can do business with it, we can sell, we can do it in schools, we can do it in hospitals, we can do it in prisons and all the places, even in kwa maploti kwenye kuna watu wengi, ili wawe wakifanya hiyo kazi. Sasa Miriam, twende to the next demonstration, the third one. Yes. And there you are, continue. Hii ya pili tunaita indoor disinfectant. It's like the ordinary Dettol. Okay. Now hii vile tunatengeneza tunatumia hii inaitwa NPQ. NP9. Ndio unaweka kwanza. Unaweka 2 liters of water. Kwa maji kwa container 2 liters. 2 liters first. Mtazamaji uelewe tu tunaifanya tu demonstration. We may not be perfect. Lakini tunajaribu ili sasa uone. Tunaweza kuwa hatuko perfect katika kumwaga maji hapa na pale nini. Lakini wewe uelewe tu tunaweza tuko sawa. Tunakuonyesha kwa haraka. Tunaongeza hiyo. Tunaweka ile P inaitwa NP9. Tunaongeza kwa maji ya 2 liters. 2 liters of water. Na hiyo yenyewe ni quantity? Ni quarter liter.
Quarter liter. Okay. Unakoroga tu kidogo. Unakoroga kidogo hivyo. Hii rahisi inaenda haraka. Okay. Kuna ingine tunaita Buck 50. Buck 50. Buck 50. That is 50 ml. 50 ml. Ndio utarudi umimine kwa ile mchanganyiko wa maji ya 2 liters. Kwa 2 liters. Unamimina hapo. Buck 50. Buck 50. Ukienda kununua unaita hivyo? Hivyo ndio wanaijua. Okay. We don't have another name. Unakoroga pale. Unakoroga, hiyo ni rahisi. Then we have the formalin. Formalin. Tunajua formalin sana inakuwa ya preservative. Tunaiongeza pale ikiwa ni kidogo tu. It's like 2 spoons. Weka 20 ml. Hiyo ni 20 ml tayari ulikuwa umepima. Okay. Tunaongeza pale. Unaongeza ukikoroga tu. Yes. Then tunaongeza tunachukua our jug. Ndio tunatumia, hii ni color. Ndio ni color, ni rangi. It is industrial color. Si color food color. Sio food color. Industrial color. Okay. Tunatumia ku color our product. Solution. Our solution. Yes. Na ndio hiyo tunaweka ikiwa ni 10 ml. 10 grams. Unamimina kwa ile maji. Hiyo ni 10 grams. Ilikuwa imepimwa tayari. 10 grams. Tulikuwa tumepima 10 grams. Unakoroga ile kala, unakorogea kado. Unakorogea kado mpaka unaona maji sio na kipimo. Uko supposed kukoroga the other 3. The other 3 liters. Remember tunatengeneza 5 liters. Yes. Unatumia the other 3 liters. Ndio hiyo rangi yetu. Hiyo ni lita moja. Tuweke the other liters, 2 liters. Tuwede tu. Okay. Those are 4 liters. And 5 liters. Good. 5 liters. Yes. Unakoroga tu kuhakikisha imeshaganyikana. Okay. Kuhakikisha imeshaganyikana. Tumetumia hizo ni 4 items. There are 4 items. Yes. We still have the fifth one. Which is? The fifth one is the perfume. Okay. The perfume to make it smell good. Ndio hiyo manukato. Hiyo ilikuwa kiasi gani sasa? Hii naye ni 10 ml. Ilikuwa ishapimwa. Ilikuwa imeshapimwa. Inaipatia manukato mazuri. Okay. That is 5. Yes. That is 5 liters. Yes. Ujue kumbuke tunatengeneza 5 liters. Uchukue hizo quantity alafu uende kutengeneza mingi, utaiharibu. Haitakuwa the real thing. Sasa hii ni 5 liters na ndio tumetengeneza hiyo vipimo. Hiyo vipimo nimekueleza ya 5 liters of indoor disinfectant. Sasa ndio nataka kuonyesha vile itakuwa wakati iko tayari, kwa sababu our product is ready now. Okay. Our product iko tayari. Ni kitu tu rahisi utafanya, utaitishwa na hapo, ukifika kwa nyumba utengeneza and then you take. Kwa sababu ni kitu inakuwa rahisi sana tu kutengeneza. Kitu unatengenezea pale kwa mesa kama vile natengeneza kwa mesa. Kitu unatengenezea anywhere, hata tunaweza wekelea kwa stool. Ni kitu yenye haitakupea stress. Yes. Ati itatengenezea wapi madrum. Unatengenezea kitu kama hii ama bucket, ama kalaya, anything so long as it is plastic. Yes. A wooden stick. Yes. So wakati nataka kutengeneza quantity mingi, natumia nini? Like kama tuseme like 100 liters. 100 you can use the Skyplast, the 100 liters, and then a big wooden stick. A big one. Hata naweza kujitengenezea kama ile ya jembe. Okay. Ama big mwiko. You use from there. Mtu unaendelea kulingana na the demand. Okay. Unatengeneza kulingana na your demand. Then after that
you pack according to the desired packages. Kama ni 5, 10, 20, depending na ile kitu ulikuwa unataka. Kwa hivyo sasa mimi nataka kuweka tu kidogo, tuone ilikuwa inafananaje. Inafananaje hii ndio. Ile ingine ilikuwa black. Na hii na niliwaambia ni mfano ya Dettol. Na iko na nini? Na iko na rangi. Iko na rangi ile. Na iko na manukato. Una yes. Can you hear it? Can you smell? Yeah, we can. Through you. Yeah, look at that. That's our product. Look at that. It's so nice. Looks good. That's our product. You pack according to your design, how you design. How is it? It is so lovely. Does it look nice? Yeah, it does. It looks good. Thank you. And also, it smells good. Yes. Unajua mimi niko hapa naisikia. And now we are through. Now we are through. Yeah, thank you so much, Miriam. Yeah, our sister. Thank you. Thank you for coming to Kiambu County. Thank you. These are just but a few of the demonstrations ambazo umezionyesha hapa Kiambu County. I remember there is the other one ulituonyesha pale kwa kikundi, ilikuwa inaitwa ile ilikuwa ya kutoa blockage. Ile ya kutoa blockage digester. Yes. Pia hiyo wakati mwingine utakuja utudemonstratea. Kuna pia ile ingine ulitengenezea ya kutengeneza sabuni. Liquid detergent. And then kuna na zinginezo ambazo umekuwa unaonyesha. When tutakuwa na program nyingine ili ukuje udemonstrate hizo zote ili watu waweze kujua, wale hawezi kuwa kwa vikundi, at least wakisikiliza wanaweza kwenda kutengeneza zao. We really appreciate you and we pray that you come back again. Na tunakuombea baraka nyingi tele. Ukirudi kule Nakuru, usalimia watu wa Nakuru na unawaambia tunawapenda. And we have appreciated that wametupea mtoto yao akuje huko kwa Kiambu County. Atuletee maarifa na skills kwa hiyo God bless you so much. Thank you. And God bless you our viewer because of the listening to us and we hope and trust that utaenda kuweka hii katika majaribio ama uweze kuifanya biashara yako. Kwa hiyo tunashukuru sana na ni kwa hayo machache tunakuacha na upendo wa Mungu wa Yesu Kristo. Bye bye, see you next time. Amen.